Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Nyarugusu, kata Nyarugusu, wilaya Geita, mkoani humo sasa wameanza kunufaika na upatikanaji wa maji safi na salama baada ya wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kupeleka mradi wa maji unaotumia kisima kirefu. Wananchi hao wamesema hapo mwanzo walikuwa wakitumia maji ambayo yamechanganywa na shughuli za uchimbaji, ikiwemo maji wanayotumia kuchanganya na mercury na kupelekea magonjwa ya kuhara kuwasumbua kwa muda mrefu. Inaelezwa kuwa kata ya Nyarugusu ni miongoni mwa maeneo yanayozungukwa na shughuli za uchimbaji wa madini, hali ambayo imeongeza changamoto ya upatikanaji wa vyanzo vya maji safi na salama kwa wananchi. Wanafunzi wengi mara nyingi walikuwa wanachelewa hata kufika shuleni kwa sababu ya kufuata maji mbali nyumbani kwa wazazi wao. Tunashukuru kwa sababu hata mara ya kwanza tulikuwa tunapata maji ambayo hatuyaamini. Ndio maana magonjwa ya mlipuko yalikuwa ni ya mara kwa mara, na watoto walikuwa wanashindwa kuhudhuria masomo kwa ukamilifu kutokana na matatizo waliokuwa wanakumbana nao, magonjwa ya matumbo. Tunashukuru serikali kwa kutukumbuka katika kata ya Nyarugusu. Napenda kushukuru mradi huu wa RUWASA kwa kutuletea maji safi na salama, kwa sababu sisi akina mama tulikuwa tunahangaika. Kiangalia maeneo yetu yani makavu, kame, maji ya shida. Tulifikia sehemu tunanunua ndoo shilingi 200, lakini unakuta hiyo ndoo kwa chini pamejaa vumbi. Kwa hiyo watu kwa tunahangaika, tunaamka saa 9, maji yalikuwa yatutoshelezi. Lakini nashukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea mradi huu. Tutakuwa tumepunguza magonjwa ya mlipuko kwa sababu tutakuwa tunatumia maji safi na salama. Ilikuwa inatuathiri kwa sababu shughuli za uchimbaji kama mnavyofahamu zina matumizi makubwa ya maji. Kwa hiyo ulikuwa unakuta maji hayatoshelezi. Watu wanahitaji kwa majumbani, kwa matumizi ya majumbani, na watu wanahitaji kwa ajili ya shughuli nzima za uchimbaji. Wanaosha, wanatumia watu wanaokuwa sehemu za machimbo, lakini bado na watu wa Nyarugusu, wakazi wa Nyarugusu ni watu wengi. Tunashukuru kwa uwepo wa maji ya RUWASA kwa sababu maji ya awali kutokana na shughuli za uchimbaji yalikuwa na asili za vimelea vya mercury na vitu vingine, kwa hiyo usafi wa maji yalikuwa hapana. Lakini kwa maji ya RUWASA kwa sababu yanafanywa sanitation, kwa kweli yako vizuri. Tunashukuru, basi serikali iendelee kutambazia ili wananchi wote waweze kupata maji, waweze kuunganisha kwa bei nafuu. Hapa Nyarugusu tunao mradi ambao umejengwa na mkandarasi Greentech. Tuna kisima ambacho kina uwezo wa kuzalisha lita 15.9 kwa saa ambacho kimechimbwa na sisi wenyewe kupitia magari ambayo aliyatoa Mheshimiwa Rais. Lakini pia tuna ujenzi wa tenki la lita 225 na mradi huu unakwenda kuhudumia wananchi wapatao 55,000 kupitia vituo ambavyo vimejengwa, lakini pia kupitia kuwavutia maji majumbani. Kama tunavyofahamu, mji huu wa Nyarugusu ni mji maarufu wa kihistoria kwa shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu, na mradi huu unakwenda kuwa mkombozi mmoja wa kuwaepusha wananchi wa eneo hili la Nyarugusu kuchota maji katika vyanzo ambavyo havikuwa salama. Tunafahamu hapa pana shughuli za madini, kwa hiyo walikuwa wana visima ambavyo ni vifupi, vilikuwa havina maji salama, lakini kwa sasa hivi kuwa na kisima hiki kirefu kinaondoa ile adha ya kupata maji ambayo si safi na salama. Mradi wetu ni ujenzi wa tenki kubwa na maji ambayo linapokea maji kutoka kwenye chanzo chetu kisima, ambayo inaleta hapa kwa njia ya pampu, lakini kutoka hapa maji yanatiririka sasa kwenda kwa wananchi kwa mseleleko. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mradi huu umekamilika, wananchi wanapata huduma ya maji. Awali ya yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya maji. Mheshimiwa Rais aliwaahidi wananchi wakati anaingia madarakani, akasema anakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Sisi sote ni mashuhuda. Kipindi kile Mheshimiwa Rais aliingia madarakani, tunaona kina mama wakati wanahangaika, wanatembea umbali mrefu kwenda kupata maji. Lakini sasa Mheshimiwa Rais tangu aingie madarakani na ahadi yake anaendelea kuitekeleza kwa vitendo. Sisi vijana wenu tumepita kwa zaidi ya mikoa 24. Tumeshuhudia jinsi gani Mheshimiwa Rais
ahadi yake ya kumtoa mama ndo kichwani anaitekeleza kwa vitendo kila pahala tulipopita. Dr. Samia oyee!